It's yet another day that we thank the Lord. This is Open Talk with Juliana. Leo tuko mtaa moja Polite, Chocolate City ama Coach, kwa wale watu wajui Chocolate City. Huku ndio all the sweetness upatikana. So leo tumevisit such a noble woman by the name Joyce, na ataweza kutuambia ile shughuli anapiga. It's someone that I really love, someone that I've followed for a long time for the good job that she's doing. So Joyce, karibu sana. Asante. Kwa program ya Mine. Tunashukuru sana kwa kutukubali kufika hapa. So utatupatia tu jina zako kamili, okay. Alafu tutaendelea tu na shughuli. Sawa, naitwa Joyce Kiarie ama Mama Prince. Yes. Mama Prince. Prince yuko how old? Prince ako 20 years, ana turn 21 November. Wow. Na ni mtu yako na condition. Condition yake inaitwa cerebral palsy. Na amekuwa na hiyo condition kutoka akiwa mdogo. Nilinotice akiwa 9 months. Wow. Na nimekuwa na yeye, ijakuwa jani rahisi, but I thank God nimekuwa na support system yenye imekuwa ikini support. Kwanza kujikubali na kukubali huyo mtoi cause si rahisi. Na as a parent naweza sema wazazi wengi huwa hawakubali hawa watoto. Okay. Si eti sababu hapendi yule mtoto, but ni stigma ambayo inaambatana na mtoto ambaye anaishi na ulemavu. Once community ama society imerealize uko na mtoto ako na disability, unapata kuna hiyo kutengwa. Unapata kama ulikuwa umeolewa, mzee anaondokea. Sababu mara nyingi disability, ukizaa mtoto ako na disability, sisemi wanaume wote wanapotea, lakini unapata percentage kubwa watoto ambao wanaishi na ulemavu ni wa single mothers. Okay. Sababu baba aliona, kama mimi mtoi wangu budake venye alinotice mtoi ako na disability, yeye aliondokea na akasema kwao hajaiona kitu kama hiyo. So hiyo ni damu ya kwetu. Wow. Na mimi kurudi kwetu pia nikiangalia hakuna hiyo damu. So ningetupa mtoi? Uwezi. Siwezi tupa mtoi. So unapata wazazi wengi anabaki kule ule mtoi akiwa single. Hao watoi ni watoi wenye wana mahitaji mob. Yes. Kama saa hii Prince, kama vile nimesema, ana turn 21 November. Prince ako on diapers 24/7. Per day anatumia like 4 diapers. Na si hizi ndogo. Adult diapers. So unapata si mimi peke yangu. Like hapa kwa center, tuko na watoi wengi sana. Through Prince, tulianzisha center ambayo ndio hii Light and Hope for Children with Disability. Yes. Na the reason ya kuianzisha ni kucheki hapa kwa society. Mimi kama Joyce, kama nilitengwa na familia yangu, nikatengwa na familia kina Hazi akaondokea, ni wazazi wangapi ambao wanapitia such things? So nilishikana na mabeshte na tukaanza hii center, ambapo unapata kwa hii center tuko na watoi different type of disabilities, na most of them wako on diapers. Like 90% wako on diapers, because most of them wenye wako hapa ni CP, cerebral palsy, wako on diapers. Watoi wako on diet. Mtoi kuna diet yenye hawezani nayo. Kuna watu wapatia shuge, ndio hivyo sasa umemmess. Kuna wenye wako on medication, na unapata mzazi, pengine mzazi ni wa boma. Wazazi wengi mzazi anaenda boma ama anaenda kufua pale kwa Mawalalo. So mzazi anapata hiyo ndio dawa, ndio diaper, ndio kila kitu. Na diaper moja ni 90 bob. Ukienda kubaikiwa moja. Huyo mkoro ameenda amehasa amepata atanunua diapers ama atanunua food. So unapata wazazi wengi tunapitia challenges mob sana na hawa watoi. Yes. Na society yenyewe hijatu embrace, gava yenyewe hijatu embrace. Unasikia kuna do ya gava inatolewa. Unashindwa like hapa tuko na watoi like 127 children. Hao watoi 127 unapata ni like watoto 8 ama 5 ndio wako kwa cash transfer. Yes. Within coach. Hao wengine
So ni challenge ambayo tunapitia kama wazazi na community to understand. Okay. Sababu wanaona it's like makosa yetu. Cause mimi nikifikiria back watu walibonga mob. Pengine alikuwa anajaribu kutoa ball ikakosa kutoka, pengine kuna kitu alidu ika backfire, pengine alienda kusacrifice mtoi ika backfire. Unaona vitu kaa hizo. Unapata ni vitu mob sana zinakuwa associated na watoi wako na disability. Na hiyo ndio inafanya mzazi akipata mtoi yako na disability ana opt kumficha. Yes, sababu hataki hiyo pressure. Exactly, hataki hiyo stigma, hataki hiyo watu anze kubonga shit juu ya mtoi wake. Juu yenyewe hata wewe ukisikia mtu anabonga shit about mtoi wako si utasikia vibaya. So una opt afadhali nimfiche kuliko watu waongee vibaya. Next time ukipata mzazi ameficha mtoi wako na disability, usimuulize swali. Of course. Kwanza muulize kwa nini imefika that level. Ako na story behind that. We undergo a lot, Juliani. Yeah. Tunapitia mambo mob sana. It's only that hakuna mtu wa kutusikiza. Sisi kama parents hakuna mtu wa kutusikiza. And that's why here at Light and Hope tumeform support groups zetu kama wazazi, whereby unakama una share what you're going through. Kama sasa mimi mtoi wangu amepita adole, amepita ako 21. So mzazi mwenye ndio mtu ame-identify mtoi wake ako na disability. So akijua mtoi wake ako na disability at 9 months anaanza ku lose hope. But nikikuja nimpe story ya Prince, mwingine akuja ampe story ya mtoi wake, so anakuwa na hiyo sasa, anakuwa na hiyo moral. So unapata hapa Light and Hope it's like a refuge. Hapa ndio wazazi wengi wanakimbilia kukam kufeel. Hapa ndio atapatana na wazazi wenzake. Hapa ndio atapatana na staffs wa Light and Hope ambao watamuunderstand. Hawataanza kumuuliza kwa nini umeweka mtoi for 15 years kwa hao umemfungia. Hatutamblame. They know. And I think I love the name. Light of Hope. Yani tu it's self-explanatory. Yes. Because at least mtu akikama hapa ana associate na hiyo condition atapata pale. And that is why Joyce nimekuwa na feel Kenya we are not doing enough. Yeah. Especially when it comes to representation. Exactly. Utapata mtu anakuuliza uko na kadi ya kushughulikiwa nini, but nime notice it's only in Kenya where our toi ama wazazi wako na zile kadi za special needs but hazifanyi kazi yoyote. Yeah. Alafu pia unapata gava iko na representation. Ati utasikia iko parliament, utasikia kuna a lot of forums zimecreatiwa, but me I think I normally associate with you because naona Joyce nikikaa nayo ni explain juu ya mtoi wa special needs, you know what you're saying. Exactly. Yeah. And those are the kind of people that we need to even have such kind of centers. Because unapata mtu create center ya special needs but hajui hata ana mtoi. Ana huyo mtoi hajui vile kwa uenda. So utaget gava saa ingine ikiita watu waende waongelee, ama saa ingine mi uchekiteli naona mtu ameitwa kuongea. Ukifuatilia huyo mtu ana hata mtoi ako na hiyo condition. So ni ngumu huyo mtu aongelee watu. Na yeye afiligi hiyo kitu. So hata sahi at least vile uko hapo unaona kuna vitu zile unasema ndio nakam ku understand, and na feel parents if only government ingeza weka zile forum that wataendelea kupata sensitization. Exactly. And sometimes I wonder cause in all conditions sometimes you'd say people that are living with HIV unapata wengine wako na watu wa special needs, unapata conditions ni mob. Me feel sio nyinyi mnafaa kupelekwa training because it is the society that is so wicked. Exactly. Utaenda kama ni Facebook ukiona mtu akiattack mtu wa special needs ama mtu ako na condition ama mtu yuko HIV positive, it is people, it is us that come and attack them. Exactly. So ni nani wanani data education? Unaget? So like Mina feel you guys are doing such a great job. And according to you, what do you feel that can be done? Because where there is a problem, there is a solution. Wana feel ni solutions gani government wanaweza create
that wanaweza work na nyinyi direct cause vitu huko juu zitaongelewa but kwa ground vitu ni different kabisa. Hizi vitu mtaani hata ukiuliza labda CS amewekwa kwa department ya kushughulikia hii kitu afikagi ground. So ni nini una feel unaweza communicate on behalf of all those parents and if there are many. Yeah, there are many. Cause ukienda physio mi uenda ku volunteer na get ma room zimeshona ni ukweli. So like ni nini una feel ama parents wana go through that wanapawasaidike? Thank you Juliana. One, kwanza tunafaa ku appreciate that gava at least imedo something. Wame set aside kiti ya people living with disabilities. But another question, ndio gava imedo job yake. Wenye wamepatiwa hii kiti ni kina nani? Inafikia kina nani? True. To lighten hope, we realized that watoi wengi hawajakuwa registered. Tukashirikiana na organization inaitwa TDH kuregister watoi. We registered more than 120 wakapata cards za disability. After kupata hizo cards, what next? Saa hizi unapata gava inasema ukiwa na hiyo kadi, kama mtu anakona hiyo card anaweza access services za gava free of charge. Wapi? Cause mzazi anakama anakuambia Joyce mulitu register ndio hii card, nimeenda hosi nimeitishwa do. Nimeitishwa do. So unapata at some point pia sisi sasa tunaona hakuna haja hizi cards. Wazazi wanakam Joyce kuna markets zinapeanwa, kuna wase wanapewa markets. Sisi kama wazazi tutafanyaje? Ukienda ubonge na wale wase wamestandia huko, anakuambia wewe kama mzazi huwezi pewa. Ule mtoi wangu daddy, my prince ako 21 years, ako na ile kadi but hakuna kitu anaweza do. Yes. So mi kitu naweza request ni despite that we are represented. Yes. Kuwe na representative ambaye ana represent please za wazazi. Sababu ndio tuko na wale wana represent kwa cabinet, kwa parliament and all that. Kuna mzazi anaongea kuhusu hawa watoi. Kuna mzazi yako amewekwa pale kuzungumzia hawa watoi. So kama kunaweza kwa mzazi ambaye ana feel, mzazi anajua, na kusitafutwe mzazi source, kutafutwe mzazi wa mashinani, mzazi yako kwa ground, mzazi aliachwa na hazi yake, mzazi ana any support wako coach. Si coach peke yake. Ukienda Githari, ukienda kama hiyo time tukiregister hapa, watu walikuwa wanatoka far mpaka Mukuru Kayaba just to come to get that card, sababu ameambiwa nikipata hii kadi nitasaidika. But akishapata hakuna usaidizi. Kama ni hii do ya gava, kama saa hii kuna circulation ina go round ya census, wanafaa kufanya mapping ya watu wako na disability. Who will do that mapping? Kina nani watafanya hiyo mapping? Coach. I know. So, but wakikam pengine wapate mtu kama mimi mwenye na understand issues za watoi, na najua coach hao yote yenye iko na mtu yako na disability nitakupeleka door to door. Yes. Na wapate the numbers wanataka. But unapata gava already wame-release hiyo watu wa apply but for formality. Wale watu watakamkudu hizo vitu ni watu different. Hata wajue idea, they'll come do a shoddy job and leave. So sometimes they even go and give the wrong numbers. Exactly. Utawapata wamekaa mahali mtu ameenda lunch ameanza kujaza data zake. Ni vitu tumeona. It's unfortunate. So by the end of the day wataenda wasemee coach hakuna watu wana disability. Okay. Of which watoi wamejaa coach. They should work with so una feel wanafaa work na the right centers. Yes. Because by the way you see if they come here they've already reached all the parents. Exactly. So our representatives wanawarahisishia kazi even more. Kabisa. Unlike kupeana watu wataenda kupeleka info zile sizo na maybe hata hizo shughuli pia. And let me ask you, do you at some point write or do communications with the guys that are like MP wenyu? Like unaweza mwandikia do we have MP in Roraka ambaye anashughulikia watu wako na disability? Do we have MCA in Korogocho? Does he know that we have a center
for children with disability in Korokocho? They don't know. They don't. The people who are representing people with disability in those offices are not disabled, are not people living with disability. Yes. They are not living with disability. They don't have children with disability. So who are they representing? And they are the ones representing you Exactly. guys. So when bursaries, like right now, we have 6 children ambao wamejoin last year, from 1 last year but 1, and this year tumepeleka wengine wawili. Believe me you, tuliitisha bursary kwa ofisi ya MP. Yes. And we were told watoto wako na disability hatuna, tushapeana. It's so unfortunate that hizi ofisi sijui ama ni hao MPs wanajichagulia ama wanapelekewa. But after wamepelekewa hizo names, do they do follow up? Yes. Yeah. Like right now you're saying your son is 21, yani turning 21. That needs a grace kubwa sana. Na hatembei, hakai, analala 24/7 ako kwa mattress. Yes. So uni mtoi lazima mimi nisipomgeuza haezi jigeuza. Nisipompe food haezi kula, haezi jipea. Nisipomchange diapers hawezi chenchiwa. Sasa hiyo inanipatia even a wider scope of how this works, because that means kama unasema kuna mama huyu mtoto ataenda mpaka dumping site kufua, I'm sure wanakaa huko for very many hours. Akienda kama ni kudhora huko mali, arudi, akuja jaribu kufua. It's like the whole day because nguo ni mob. Unapata so, mtu yeye anapata bed sores. Mtu yeye inabidi yake kwa hao. Yes. Kumaanisha I think government inafaa come up na mikakati zingine za kuhakikisha why can't we have kama ni do ya CDF, why can't they just not say at in your special needs ya watoto, why can't they take care of parents wapatie hata grants? Exactly. Na mtu wako at least na kabiza hapo kando ya mtoi design ako na kibanda hapa kwake ni hapa. Yes, so because the idea is not just taking care of this child that food. Ni watu wana need full care. Unajua like niko na Prince, si ndio? Prince ako na brother yake, ako na sister yake, wana need kwenda chuo. Yes. The same with other parents. They have other siblings. Yes. They need to go to school. Hao watu hii wana need kwenda chuo, wana need kumanga, mokoro analipa mpaka rent. Nikiamua kukaa kwa hao leo juu ya Prince, hawa watu wengine wataumia. So lazima nitoke tu. Lazima huyu mother ende boma. Lazima ende roho akafue gunia. Ndio hawa watu wengine pia aweze kuwa livelihood. It's very interesting. So kile nasema tuna hope like hawa watu hii wataweza kushughulikiwa. I love the job that you've been doing. Thank you. Just and one thing I know is watu hii ni viumbe za Mungu. Na kitu sad, me normally feel bad when ati inafika situation ya when budgeting is being done, ati inaonekana ni kama minority wanafanyiwa favor. Hawafanyiwi favor. Just because you are a taxpayer, other parents are taxpayers, hamna difference na any other parents. Meaning, kama watu wengine wanaweza pewa vitu rightfully at a right percentage. Kwa nini ikaeni kama watu wa special needs watawekewa zile 10%, my youth wawekewe 30%? No. Like at the end of the day, everybody is a taxpayer. Exactly. Meaning, na feel you should continue with the fight. Na mna reach hizo offices, cause na feel kama mnasema ofisi ya Bangu, shikaneni wazazi wa special needs, do write-ups, take them there, cause ule msea yuko pale. Na wacha nikuulize, ofisi kwanza ya MCA wa coach iko wapi? Inafaa kuwa hapa kwa chief. Sidhani hata najua MCA. Sure. When you go to his office ambayo iko sijui ni Laki ama ni wapi, uwezi mpata. Ameweka boundaries, yani before umfikie kuna watu wengi sana lazima upitie. Mabroka. So ni hard. But at the end of the day bado tunarudi tunasema like God ndio mso, God ndio mhesh, yeye ndio manze ushughulikia watu wote. Kama mnaweza lea watu hivi na waweze kufika this far with all the challenges, na believe you guys are blessed. Na mtazidi kublessiwa, and maybe ni well wishers wagani wamekuwa wakiwa support, wale labda unaweza wa appreciate. Wale support system tu ile unajua. List is endless. Ni wengi.
Ni wengi sana cause Mali Light and Hope imefika leo. It's because of friends and well wishers. Yes. Ambao saa hii Juliana, once umeingia kwa hii mlango ushakuwa well wisher. Si uta sign visitors book. Tunachukuanga hizo simu one by one. Manze hatuna shughuli leo. Manze hatuna makaa. Hatuna kitu fulani. So ni wengi. Siwezi wa mention one by one, but one ku appreciate ni wenye hii place. Alright. We don't pay. Wow. Ilibaiwa na ikadonetiwa na State of Israel. Hao ndio walitubaia hii place na wakaitengeneza. So I can say naweza wa appreciate tu sana juu kama ni kupay tungekuwa tunapay ni place ya kupay hatungeweza ku reach 127 children. So I thank God and for everyone who ambaye amewaisimama na Light and Hope. Not only with money or food or anything, even in prayers. Because this far ni God. Since 2006 up to now, si rahisi. It's a long journey and I thank everyone mwenye amesimama na hii center. So unaweza taka labda ucheki Kamenje pale Joyce, uweze bonga na watu wawili. Naweza taka ubonge na gava, uwapatie message ile unaweza taka kuwapatia as a representative of all these children and the parents. Na pia naweza taka ubonge na jana nilikutana na Kadem Kayang sana. Na nimenotice watoi wa sai hawana ile courage. Alikuwa ameleta mtoi physio Mama Lucy, and I feel mtu wote ule ataweza kusikiza umpatie tu a word of encouragement in regards to our toi wako na special needs na vile ma families na watesa na watenga. Hakuna mtu anakubali umwache mtu wa special needs ukahustle you get. So unaweza bonga na kwanza na appreciate kwa visit yenu na watu wanatuaza somewhere. It's good to know that kuna watu wanaona job tunadu na wana appreciate. Secondly, na appreciate the management of Light and Hope. James, Judith and the entire team. Na wa appreciate sana cause si rahisi. Hii journey tumewalk for long and hatujai kufa roho. Asubuhi moja tunaamkanga tunapata hatuna makaa, hatuna unga, hatuna anything. Tunaingia hapo kwa ofisi tunaulizana today, leo watoi wana manga nini? Unaona ndio kwanza hiyo siku ndio watoi wanakam karibu 50. Unashinda sasa wamekaa watamanga but hatujai lose hope. Unapata we go hata mbali hata kwenda kwa hauna toa unga yako juu taki kuona hao watoi wakilala njaa. So na appreciate the team for the good job. And for the government ningeomba si kuomba, I'm demanding this we get someone to hear our plea as parents. We have representatives ambao wana to represent in parliament and we appreciate. We have the kitty ambayo inasimamia people with severe, they call it people with severe disability. And we have so many people with severe disability who are not getting this fund. So I will suggest if the government can appoint people who can reach pale kwa ground. Saizi ukienda Gethare, ukienda Mathare, utapata kuna mtu mwenye anaweza kupeleka door to door hao ya watu wako na disability. Ukikam coach utapata mse atakupeleka. Ukienda Mukuru kwa Jenga, cause kwa hizi slum ndizo unapata we are more affected and parents. Another thing, if government can set aside a kitty whereby we can give these parents a grant to start a small businesses zenye zita sustain our watoto. And in this market like last month people were registering, kuna soko inafunguliwa. And ukienda useme wewe ni mzazi na uko na mtoto, unaambiwa we want someone with disability. Yes, my child has a disability. He's 21 years. He can't do anything, but I can do on his behalf. So kama gava inaweza angalia hiyo, mzazi anaweza represent mtoi wake. Sababu mimi ndio na understand pain
na ile kiatu nimevaa kama mzazi. So kama wanaweza angalia when wana divide vitu kama hizo, wana set aside for parents. Ndio, with God mnakumbuka adult with disability, but what about the parents of children with disability? So if again, another thing is medication. Most of these children are under medication. If you can set aside a kiti ambapo huyu mtoto akienda hosi halipi, akiwa tu na ile card, akionyesha na ile card ya disability, anaweza pata all services free of charge. Education, it's another key component. Our watoi, they are children who can go to school, who can learn like any other child, but they are not given that chance. Reason being, mzazi haezi afford pesa ya kumuingiza chuo. Ndio shule ni free, compulsory free, but there are some things like uniform, like desk, na unapata in every school kuna ile ndo imesetiwa aside ya mtoi mwenye ako na disability. So kama wanaweza set hiyo kiti na isaidie huyo mtoi. For parents, usiaibike juu ya mtoi wako. Huyo mtoi ndio blessing. Usijali watu watasema nini, usijali utaambiwa nini na society. Vitu mob watu wataongea kukuhusu, but jipende na upende huyo mtoi na vitu zitaflow. Okay, so Joyce, kama Light of Hope and maybe wale parents mnasaidia, mna represent watoi, unaweza tupatia labda pale namba yako ile in case people need to bring some food guys, kama unataka kuwapiga booster yoyote, manze tutafute hizi baraka tuingie tu binguni pamoja, mnaweza msupport through hiyo namba. Yeah, namba ni 0711 726 343. Hiyo namba yetu ya ofisi. 0711 726 343. Hiyo ni ya ofisi. Yangu personal ni 0720 567 417. Shukran sana Joyce. Alafu Facebook mkona Facebook Light and Hope for children living with disability. Hiyo ndio account yetu. Twitter Light and Hope. Website bado we are working on it, but ni Light and Hope for children living with disabilities. Korokocho. Nice one. So guys, hivyo ndio manze shughuli iko. Mna imagine watu wote wanapitia mambo yote na hakuna mtu anawasikiza, hakuna mtu anafika maeria. Open Talk tumesema tutafika mtaa na tuweke vitu as open as possible. So leo hivyo ndio tunafunga shughuli. Tunasema shukran na jazidi kutu bless. Hapo ndio God ametufikisha.